Mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ni maalum na umeanzishwa na serikali ili kuendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuvutia wawekezaji hapa nchini. Mpango huu ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha kuwa kila sekta kwa nafasi yake inatimiza wajibu wake wa kuweka mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji. Mpango huu unalenga kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kwa kuondoa vikwazo vilivyosalia, kupunguza gharama za kufanya biashara na vile vile kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidigitali na kuweka malengo yanayopimika katika kupunguza muda wa utoaji wa huduma. Kama mnavyofahamu, kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, nchi yetu imelenga kufikia hadhi ya nchi ya uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Imelenga kuwa na uchumi wa takribani dola za Kimarekani trilioni 1 na pato la taifa kwa kila mtu la wastani wa dola 7,000. Sasa malengo haya yataweza kutimiwa kama tutaboresha ufanyaji kazi wa mtu mmoja mmoja, ufanyaji biashara wa mtu mmoja mmoja, uwekezaji pamoja na ushirikishwaji wa asilimia kubwa wa sekta binafsi. Ninyi mnatambua kazi iliyopo mbele yetu kwamba kwa takwimu unaweza ukazitaja kwa namna yote ile, lakini ukienda kwa uhalisia, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ametuambia hapa, Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji ametuambia hapa, kwa kutaja inaweza ikawa namba tu, lakini kuifikia ni mzigo hasa mkubwa ulioko mbele yetu sote kama Watanzania. Leo hii tuna mambo mengi ambayo kwa numbers yanatuambia outright, yanatuambia moja kwa moja kwamba hayawezekani kuyatekeleza kwa kutumia mkono wa serikali peke yake. Mfano, tuna jambo la kuzalisha ajira kwa vijana. Ukipiga hesabu za wahitimu wa ngazi mbalimbali tunaokuwa nao kwa kila mwaka, tunaokuwa nao wanaomaliza vyuo vya ufundi, wanaomaliza ngazi mbalimbali za sekondari, wanaomaliza darasa la 7 sekondari, kidato cha 6, wanaomaliza vyuo vya kati, wanaomaliza vyuo vikuu, ukijumuisha wote ni takriban wanaingia kwenye soko la ajira takriban 1.5 mpaka 2 milioni kwa mwaka. Hii inatuambia kwamba bila kuishirikisha sekta binafsi, kuijenga na kuikuza na kuiheshimu, hatuwezi tukatengeneza ajira za wahitaji wa kiwango hiki kwa kila mwaka. Na hata sekta binafsi yetu tukiacha tu ikasinzia, hatuwezi tukatengeneza ajira kwa vijana hawa kwa kila mwaka. 1.5 million to 2 million per year ni namba kubwa. Na tuna mikoa mingapi? Tuna wilaya ngapi? Tuna wizara ngapi? Hawawezi hawa wote wakawa absorbed kwenye taasisi za umma ama ofisi za serikali. Lazima tujenge, tukuze na tuheshimu sekta binafsi. Ni dhahiri kuwa serikali pekee pia haiwezi hata ikafanikisha malengo ambayo yamewekwa kwenye dira yetu. Mkumbi namba 2 umeandaliwa kwa kuzingatia Dira 2050 inayolenga kufikia uchumi wa kipato cha juu kama nilivyotoka kusema, ambacho kinategemea uzalishaji na ushindani wa kimataifa, huku tukiweka msisitizo katika viwanda, kilimo chenye tija, uchumi wa bluu pamoja na mageuzi ya kidigitali. Leo hii kwa sekta binafsi tulionayo bado pia haiwezi ikaunga mkono katika baadhi ya sekta uzalishaji mkubwa kwenye viwanda. Kwa mfano,
wanatoa mfano mafuta yale ya alizeti yale ni mengi tu yakiwekwa pembezoni mwa barabara pale Shelui pale wapi hapa Panda Mbili wapi hapo Kongwa wapi, ni mengi yakiwekwa pembezoni mwa barabara. Lakini ukiweka kiwanda cha kufanya kazi kwa shift 24/7, raw materials zile ni za nusu mwezi naisha. Mananasi yale ni mengi yakiwekwa pembezoni mwa barabara hapo. Machungwa yale, maembe yale ni mengi yakiwekwa pembezoni mwa barabara pale. Ukiweka kiwanda cha kuzalisha kwa shifti 24/7, sasa maana yake nini? Lazima tuiheshimishe sekta binafsi. Kila kijana atamani kwamba look, nikienda kwenye kuanzisha shughuli hii sitapata huu usumbufu wote huu, nitapata heshima, nitapata kipato, vyote vile kwa mara moja. Sasa hii ni kazi kubwa ambayo iko mbele yetu. Niliwahi kupata heshima mara moja, nikaambatana na msafara wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda. Nilienda Poland mwaka moja 2014 also. Tukakuta kiwanda kimoja kilikuwa kinasaga mahindi kwa mwezi, mahindi sawasawa na hifadhi yetu ya NFRA ya mwaka mzima anasaga kwenye kiwanda kimoja. Tukaenda kiwanda kimoja cha maziwa kinachakata maziwa kwa siku moja sawa na lita tunazozalisha kwa mwaka mzima. Ndio hivyo ndivyo unavyoweza kuwa the world's largest exporter, yani kuwa muuzaji duniani namba moja duniani, muuzaji wa bidhaa fulani nje ya nchi namba moja duniani. Ina kazi, na kazi yake hiyo haifanywi na serikali, utazalisha kwa kutumia idara za serikali. Kwa lazima hiyo mindset ya kuiona sekta binafsi ndo utajiri wa nchi hii, lazima kila moja awe nayo, na isiwe tu kwenye maneno, iende na kwenye namna tunavyoheshimu sekta binafsi. Bado tumetoka mbali kwenye tulitoka kwenye kuona kitu kikifanywa na serikali ndio uzalendo. Imekuwepo sana hii. Lazima tuone kwamba hivi vitu havitafanyika tu, utengenezaji wa uzalishaji, uuzaji nje ya nchi na kila kitu cha aina hiyo. Lazima sekta binafsi iwe imara na iwe imesimama. Hata uchumi wa nchi yetu kuwa moja ya taifa lenye uchumi mkubwa, lazima sekta binafsi iwe imeimarika. Leo yataje mataifa haya makubwa haya, utaona kwamba yana uzalishaji mkubwa ambao unafanywa na sekta binafsi. Takwimu zinaonyesha wazi kuwa juhudi za maboresho ya mazingira ya biashara zimeanza kuzaa matunda. Licha ya mafanikio hayo, bado tuna wajibu wa kuongeza bidii na kupiga hatua zaidi katika swala hili. Hiyo ndio ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji anasema lazima tuende kwenye business unusual. Tukiacha tu ikaenda vile vile inavyoenenda, tutakaunti mafanikio lakini hatutafikia haya tuliyoyapanga. If and only if, yani haina mbadala. Ni lazima tuende na utaratibu usio wa kawaida. Mwalimu Nyerere alikuwa anatumia lugha ya tunatakiwa kukimbia badala ya kutembea. Kupitia jitihada mbalimbali
na azma hii ambayo tumetoka kuionyesha, serikali imeshaonesha nia na political will kutoka kwa Mheshimiwa Rais, ambapo tayari hatua mbalimbali zimeshafanyika ya kuwekeza kwenye miundombinu ikiwemo reli ya kisasa, bandari, maboresho ya bandari, barabara, nishati, tehama. Yote haya yanalenga kupunguza gharama za uzalishaji na uendeshaji na usafirishaji. Kwa paliposalia ni kwenye haya maeneo ambayo tumeyabainisha, na kwa kuwa tumeyajua, maana yake tunao uwezo wa kupiga hatua. Ingekuwa hata hatuyajui, tungesema tuna kazi sana. Sasa tukiwa tumeshayajua, maana yake ni rahisi kupiga hatua kwa sababu tumeyajua. Na kwa kweli yote yaliyotajwa hapa mnaona ni mambo yanayowezekana. Ni uoga tu, lakini ni mambo yanayowezekana, na yanaleta usumbufu tu, lakini ni mambo ambayo tunaweza tukaondokana nayo. Twendeni tuondokane nayo sasa. Kwa mfano, ninyi nyote mtakumbuka zamani tulikuwa na mzozo mmoja unatusumbua miaka mingi sana, lakini tulikuja kuweka sentensi tu kwenye finance bill tukaachana nao. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa road license. Hivi kulikuwa na malipo ya gari imepaki, unakuja miko juu ya mawe, ulikuwepo usumbufu mwingi hivi. Lakini tukasema hii tukuanza kubishana kuhusu gari inatembea ama haitembei. Ili gari itembee itaweka mafuta. Tukasema hebu tuondokane na ile huku tuweke hapa kwenye mafuta. Ndio ili tuondolea mzozo ule wa muda mrefu na usumbufu ambao ulikuwa unajitokeza, au kamatiwa hapa, kamato hapa, hivi na hivi. Ni jambo ambalo tuliweza kulifanya tu kwa kurekebisha finance bill.